wase we told you tumepromise we deliver niliwaambia mimi niliwapea hints. Number 1 nikawaambia ni gospel artist, mmejionea. Number 2 nikawaambia kuna nyimbo zake mnasikianga mnazipenda. Umeona vile tumebanju. Hint number 3 nikawaambia mkimuona mtamjua. Mmemuona ameimba amedance. Sasa ni wakati wake wa kujiintroduce sasa. Sasa atuambie majina yake, venye alianza, venye sahi ako, na sasa pia atupeleke pia kwa theme yetu. Na pia ukiwa hapo nyumbani, kumbuka ukitaka kumuuliza swali utapitia kwa 22914 na pia utupate kwa Facebook page yetu ambayo ni Mwangaza TV. Lakini kwa sasa wacha nimpe usukani. Yes. First mimi nasikia mmenicheza mbaya. Mngeniambia pia mimi nipige ile look yangu ya high school manze, but ni sawa tu. Mnakaa nionekane mimi ni mzee kwa hii show, lakini iko tu sawa. But basically mimi ni Daniel Ng'ang'a Mwangi. Wase uniita Danny Gift. So that's my official artistical name, Danny Gift. But Daniel Ng'ang'a Mwangi ndio majina yangu ya M-Pesa. Nimeokoka, napenda God sana. And I think that's the most important thing. What else? I'm married to one wife and she's a female, by the way. Wow. Nini ingine? Sasa unataka utuambiaje unajulikana kama Danny Gift, hiyo ndio jina yako kwa usanii. Yes. Sasa unataka utuambie venye sasa ulianza, ulijuaje uko na hiyo kipawa ya kuimba? Okay, mi Kiswahili leo kipawa. Najua leo Danny Gift alafu naulizwa mambo ya kipawa, kipawa. So me sina background ya music. I can't say I used to sing at Sunday school ama mimi sikuwa naenda church, by the way. Alafu my background ya nimekam from a Corino background. So the kind of music yenye nimegrow nikijua ni muziki so I never had the background of the music that I do today. So me, I realized I can sing after high school. After high school I met a group of guys walikuwa jita The Warriors for Christ, walikuwa ni dancers. So me na Kilemba, it was something new, fascinating. So I was like, by this year I can join these guys. So ilikuwa weird mkorino kudance. Na hizo enzi ni mazima one day we want them to know. So ako like na dance one day. But through that I met a guy called Tukotna Dance Limuru. And there was this guy called Charles Konde. Charles Konde is a gospel Kikuyu artist. I remember the song Niene go buka dena man, and he was so much fascinated by our dancing, and he told us, but there's him come out of the way you have behaved as a group. And this I'm talking to dancers, that anytime you've given an opportunity to go and minister or dance, be very careful how you handle yourself in front of people, how you behave, because it might be an opportunity for you God could bless. So for us, how we handled ourselves as dancers, because Charles Konde akatunote, and I was like, I've never seen dance group mko na heshima hivyo, mnaweza kudance mnakaa hapo, si ati mmeenda story huko nje mnatafutwa. And on Tuesday when we went to see him, we found ourselves in a studio. And he asked a very interesting question. Mnaweza imba? So kimbelembele yangu nikasema naweza jaribu, though I never had a background of music. But out of the group, he picked me up and told me, by the way, ukikalia music on a serious note, you can go far. So big up to Charles Konde and a producer called Maje, when you realize I can sing, even when I didn't know I could sing. And that's when I started singing. And that's around how many years ago? Like 12 or 13 years ago. Wow, yes. Wow. Hiyo ni poa sana. That's a very interesting story. Wase mmesikia, kwa hivyo kwenye utaanza asijisumbue, yes. Asione like it will never happen, it will happen. Unaona? Kwa hivyo kipawa yenye wako nayo saa hii itaanza kugrow tu pole pole, so msijali. Unaona? Usikuwe na pressure. So leo mi wase maswali yenye wanataka kuuliza ama maswali yenye wameuliza wanataka tu kujua. Unaona? Wanataka kujua ni aje young youth, tumeona ni nini na happen huku Westlands, kwingine. Unaona? So ni aje as a young youth in general, tutumie tu my youth plus the young gospel artist. Ni nini wanaweza fanya yani wa keep their ways pure? Tunajua kuna wengine wanaingia kwa music industry ya gospel, inafika place ako like hapana, hii industry ni bambi, unaona? Wengine ndo hawa tunaona shule zilifungwa ndo wao wamepotoka.
yani tunezaji wa pool, unaona, tuwa pool tu tuambie tu kujeni huku kwa God ni kuzuri, unaona. Hiyo sasa ndo wase wanataka kujua, na ndo maana tulikuita sasa uongee nao. First of all, kumekuwa na lot of trends za house parties, bash, orgies zenye young people, teens actually ndio wanajipata kwa hizo vitu. But let me just address an issue that hakuna teen yako na how. So number one, I would throw the challenge to parents, because these houses that these kids are doing all these kind of stuff, sees house out. So it's a house that belongs to someone, you know, someone who is a parent or someone who is mature enough. So I would say that it's our first responsibility as parents to make sure that at least tunaangalia watoi wetu, at least to make sure at least hatujawapatia such platforms, because niliona moja kwa news pia kuna mother over 40s alikuwa na watoi. So I think the first responsibility lies with parents. So as parents, let's take care of our kids. You know, let's define how far is too far. But now back to the question of how can a young man, you know, keep his ways pure. You know, in scripture, very common to young people, because iko kwa scripture. And the psalmist David anauliza, how can a young man keep his ways pure? You know, this is not just another, it's like a question of practicability. You have to be practical in keeping your ways pure. How can you keep your ways pure? See suggestion, see idea. It's something that it needs practicality. How do you keep your ways pure? And I think let's define that statement. Number one, there are ways that we need to follow as young people. That's why the psalmist anauliza, how can you keep your ways pure? So that's why we need to define what are our ways, what is expected, especially with the scripture, that we need to walk into as young people. That's why unasema ati by I will hide your word in my heart so that I will not sin against you. So what are those ways that the Lord is expecting as young people to walk into? Then how do we keep them pure? You know, that's a question of how, not when. So this affects even everyone, not just young people, even old people. How do we keep our ways pure? And when we are talking about our way, it means we are walking into the way of the Lord. That means we are walking with the Lord. There is a guidance. And I usually tell people as young people, wenye tumeokoka, let me just talk to people that are born again, because we are in a kingdom that has legalities, has rules, has regulations. Na ile kitu inaua mavijana saizi ni a liberal spirit. You know, a liberal spirit ni ile hakuna mse anafaa kuniuliza. You know, YOLO, you know, you only live once. Ni ujibambe, hakuna mse anafaa kuuliza swali. It's a liberal spirit yenye ina kill young people bila kujua that the devil is at work. So unakuta manzema mavijana at very young age wanakuwa involved on strange things. And the question goes back, how do we keep our ways pure? Simply, it's just as it actually, your statement is self-explanatory, by hiding the word of the Lord in your heart. But tuingie practical. Wewe ni kadem, umekatiwa na boy hapa nje. Labda hii mwaka mzima hujaenda shule. Actually kumekuwa na a lot of increase of you know, teenage pregnancies. You know umekatiwa na mse wa nduthi pale, you know, and all that. The fact that I think our society needs to define and create a culture to protect our young people, because I think I don't see why Nduthi is fascinating, but I wouldn't understand unless I'm in the shoe of that young girl. But I think it is us, the society, who has an issue to know that we are protected by the law. That unless you're over 18, it is illegal. Unaona? So pia sisi, I think tunafaa kueducate society yetu. Tuambie, by the way, in as much as we are liberal, we have rules and laws that are set. Before even tuingia kiroho ati tuonge scriptures and all that, we have laws that govern us as young people. Kama uko high school, you have a law that governs you, that protects you as a young child. Unless you're over 18, that means anything that happens, whether with your consent or without your consent, according to the law, it is against the law. Unaona? So we need to educate our society about laws that protects our teens. But after high school, umepata ID. Now how do you handle mse yako kampo? You know, and I think sisi
wenye God ametupatia platform to be in the limelight, to be in the media, because media right now, social media is the biggest platforms for either for the break of the making of our young people. Yes. One, I blame sisi wenye God ametupatia platform hapa juu, because we either live a lie, setting up high standards for a young girl pale ghetto. Anaona Danny Gift amepiga picha na Benz, you know, not knowing nilihaya Benz nipige video. So they idolize me, thinking that fame has a way of, you know, living good life. Na yeye ako ghetto ana hiyo platform. Yeah. So anashinda, what do I do? Ndio maana utasikia kadem kameshikana na mpango wa na sugar daddy sponyo pale mtaa, because anataka ku live a certain life like a certain celebrity. They idolize, not knowing that they live for the cameras. It's for the gram, it's for the followers, it's for the fame, not the real life. Unaona? So I think social media needs, pia wase wenye tumepewa standard, juzi kuna kadem kame cause chaos. You know, kwa mtandao, and you all know who I'm talking about, because you know there were scandals with Wanyama, the footballer, artist. I slept with so and so for this money. You know what? Do you know whatever the devil is trying to sell with such scandals? That you can sleep with a man and be and earn a clean million hoop. Na when demo ghetto. Unknowingly, we are entertaining such things, not knowing we are selling an idea to a young girl that ako frustrated pale ghetto. COVID imemroba we, maybe wazazi, labda pale crime ilifanya budake akauliwa, labda madhake uza pombe, life inaka hopeless, education hakuna fees, ako ni teenage mom, alafu anaangalia social media, anaangalia dem anasema I can sleep around with men and live in an 11 million mansion, as in it's that easy money, easy lifestyle. So I think social media, we need to streamline that. Kabisa, hiyo bete, hiyo ni true. Ukiwa hapo, uko hapo nyumbani, ama ukiwa hapo penye uko, yani tuambie, how are you keeping your ways pure? Una keep aje your ways pure? In what ways? In what ways are you keeping your ways pure? Kwa njia gani unaziweka pure? Na ukiwa hapo umesikia, yani sometimes unafanyanga vitu for the fame, not because ati unataka kujiweka, yani you want to pull yourself up, unataka tu ndio uonekane na yani ni peer pressure. Inakuja from different angles, unaona? So unajaribu kujifit in a shoe yenye we mwenyewe huwezi, unaona? So that's why tunakuambiaje, wewe ukiwa hapo tuelezee na utuambie ni nini inafanyanga is in this young generation not to keep their ways pure. True. Tell us, wasiliana na sisi. Danny Gift ako hapa, ataweza kujibu maswali yote kwa 22914 na pia kwa Facebook page yetu ambayo ni Mwangaza TV. Wasiliana na sisi, yani tuelezee na utuambie mbona hii generation yetu hatuwezi eka vitu pure, yani hatuwezi kaa bila kwenda partying, hatuwezi kaa yani kama hatujakaa kwa njia za Bwana. Na sasa Danny Gift, acha nikuuliza hii swali. Unaona? Acha nikwambie. Mimi nataka, unajua tunawa mind. Unaona? Hatutaki tukae hivi msemee ai wasia mtu include, hapana, si tunawa include. Mambo muulize swali, mambo mtume swali zenyu, Danny Gift atajibu. Mimi nimeona wase washaanza kutuma maswali yao. Wengine wakituambiaga wao ni aje wanaweza keep their ways in God. Unaona? Tutaanza na side ya Facebook. Tusome, wengine wakitumanga salamu. Sawa. Tuko na mmoja hapa anaitwa Arthur. Anasema the show is on fire. Danny Gift ndani ya nyumba. Ndo huyu hapa. Kabisa. Kwa mwingine anaitwa Bishop Peter anasema God bless you all in Jesus name. Amen. God bless you too. Amen and amen. Tuko na James Kirimi anatuambia out of Meru Funeral Home, Mwenda Anto yanasomea na watch live ya Songi. Thank you very much. Tuko na Prota Samandi Atandi. Stella, unakumbuka huyu? Huyu ni ule wa United States of Ghetto-Rai. Yes. Anasema USG anasema yako present hadi tamati. Thank you very much Protas. Mi by the way anadibamba. Yeye anatambua kwao. Kwao ni United States of Ghetto-Rai. Thank you, hakuna kaa wewe. Tuko na mwingine anaitwa Muyenzi. Pianist anasema tuned in, anasema greetings to Danny Gift. Amekugotea. Amegoteka sana. Basi amegoteka, umesikia hiyo? Kabisa. Mimi hata nashindo nisome wapi nianze wapi. I think nitasoma hii ya mwisho alafu nikurushie. Sawa, kwa mwingine hapa anaitwa Ruth Beth anasema ndalat tuko tuned in. Let the name of the Lord be lifted up, and to all the youths let's keep
by the side of God. Thank you very much my youth, mmesikia hiyo. Mkae kwa side ya God. Na vile tu Danny Gift aliwaambia, the only secret ni kuhide the word kwa roho, unaona? Mfollow hiyo, mimi nitakurusha side yako, utuambie vile upande wako anasema. Upande wangu wako shwari kabisa, wanasema wamesalimia Danny Gift akiwa ndani ya nyumba na natumai ameweza kusalimika. Amesalimika. Hi, I'm watching Mwangaza TV. Asante sana kwa kutufundisha. Naitwa Faith kutoka Kiptere. Nataka youths wote wajichunge kabisa. Mnafaa mjichunge kabisa. Hi, this is Amos watching from Kasarani. Nairobi show iko juu tu sana. Please play for me niguse tena by tutakuchezea huo wimbo. Ni aje Stella na Magi, mnakaa poa sana, ni loving the show na my mom nikiwa Kasarani, nicheze waha kabisa, tutakuchezea. Kuna mwingine anatuambia hi Stella na Magi, tafadhali uliza Danny Gift alianza as in mimi ni upcoming artist, nataka kuimba, naweza fanya aje ndio niweze kuimba? So tuanze na huyo. Utaanzaje kuimba? Ni kuanza tu. Just start. I usually tell people it takes the first step of believing in yourself and starting and doing it, not just thinking about it, not just desiring about it, just do something about it. Look for someone, probably kama una uwezo, look for someone that you can talk to mwenye ako na uwezo, or probably someone who can introduce you to production, maybe studio or audio video, someone who has the knowledge, because we all need people in life that can hold your hand, direct you, give you advice, but you have to start the step of faith. Asante sana. Ukiwa hapo nyumbani, natumai hiyo vile ameweza kusema umeweza kusikia hapo, na pia ni kujikakamua. Unaweza ambiwa kila kitu, lakini pia ukumbuke unaweza kujikakamua pale penye huko, na ujue as in you must put efforts in everything you do and put God first. Lazima kila kitu itaenda vizuri. Na kuna mwingine anasema hakika nimepata mafundisho. Sawa, asante sana penye huko, asante sana. Kuna mwingine anasema Mrs. Karaoke Nakuru anasema leo nimeweza kubarikiwa hapa Mwangaza TV na hii show iko top sana. Very smart and very thank you so much kwenye huko, asante sana kwa ujumbe wako. Sasa tumefika wakati mwingine, mimi nataka upe words of encouragement kwa madhus wote wenye wako huko nje, yani students wote, juu issue yetu ni ya students na wengi wetu hapo kwa issue yetu as in, apart from sasa wazazi, sisi ni kumbuke sisi ni wachanga na bado kuna vitu zingine hatujui, na sasa lakini ni ile tuko na ile curiosity ya kutaka kujua. Lakini sasa nataka uwaambie as in, lazima kuwe na discipline, lazima kuwe na as in, you must be disciplined in everything. Kitu yenye unafaa uko ukifanya, hata kama unataka kuingia kwa music, hata kama unataka kufanya kitu yote, nataka tu wape words of encouragement, wasiweze kuenda kwa njia kombo, waende njia mzuri, wapatie. Umeambiwa msiende kwa njia kombo. Mwende kwa njia mzuri, njia kombo. When you're talking to young people, especially them that are in school, let us agree from the very beginning that your first priority is your education, especially in school. That's your uttermost priority. Before anything else, concentrate on your studies, because I usually tell people it is just but a season. Our God operates in seasons and in times. You know, I was once in primary school. How I behaved in primo, that's not the way I behaved in high school, because that's another season. In high school, take advantage of it, because you will never go back to high school, and some of the decisions that you're making now will affect your future. And it's inakuanga hard. Sijaelewa kwa nini how humans, you know, when we are at that stage in life, we don't see the importance of it. But go to campus and you realize your grades or how you performed in high school matters a lot on which course you will take, which direction of life you will take. So take advantage of your season, because you will never be 15 again, 16 or 17. Be that, enjoy that responsibly, and make sure you take advantage of that season. But again,
just have, as you said, priorities. Just set up what I call boundaries and principles, and these look up to people that can be able to help you. Angalia watu wenye, talk to parents, talk to teachers, talk to people that I call accountability partners. People you can be able to open up your heart to and tell them, by the way, me na struggle na 1 2 3. Me, this is my weakness. This is what I feel. Sina uwezo kwa hii area. How do I gain strength in these areas? Work with people that can mentor you, people that can help you grow, people that can be able to affect your future and make sober and right decisions. You know, but again, also don't neglect the place of church. And I think this is, young people needs to hear this. Yeah, church. Wase sijui mbona church squeeze wase wana feel church. But I can tell you the truth is that church is the place whereby you get counsel. It's the place whereby you get people to pray with you. You know, it's not just an issue of pastoring you, it's an issue of walking with you, you know, training you, helping you in making wise decisions, especially on Christian principles. Ndio maana utajipata kwa maufala zingine hapa nje wasa wanafanya. But because you have a covering, you have a spiritual covering that prays for you, talks to you, mentors you, and even pastors you. So, Wase, nyi mmesikia, mi sidhani kuna kitu yote nitaongezea. Keep your ways pure. Fanya kila kitu, kuwa na priorities, unaona? Kuwa responsible in whatever you do. Hiyo tu ndo njia yenye, mmesikia vile umeambiwa. Na we artist hapo nje umeambiwa njia tu ni kuanza. You just sing. Unaona, tunawaambia gaje, we play your part. Wacheza kiwewe, wacha goja cheze kiyeye, unaona? So anza kuimba. Kama unasikia uko na hiyo kipawa, we imba, wacha kuuliza utaanza lini. Anza sahi, mmeambiwa. Alafu unajua, I think the thing yenye na affectigi the young artist sahi ni unapata huyu msee akona sauti, anajua kuimba, amecompose nyimbo, lakini ile support, that support ati anajua nikienda niambie pero yangu anipe do niende studio, anasema that is too expensive, we soma kwanza. Kuna hiyo kitu inakuaga, unapata wako like hapana apodhome kwanza soma, unaona? Unajua tumesema kama uko shule, your first priority is education. So I will support parents 100%. Kwanza enda usoma. You know, I've had a lot of students coming to me, you know, hey, Dani give pia mi uimba, hey, niko na talents, uni support. And the first thing I usually tell them, I will need your parents' consent. Apart from your parents' consent, I'll need your teachers' consent, because they are your guardians and your parents. So you have to respect them enough, because they are paying school fees, hustling outside here, you know, working their way out to make sure they provide you with good education. Alafu wewe unataka kukuwa msanii. You know, it's a decision that they have to be involved in. But after high school, sasa, follow your heart and whatever you feel. But also as you follow your heart, let your heart be cancelled by people who can give you a direction and tell you, this is a good way, you can try this one no. At least walk under counsel. As a young man, kama msanii, walk under counsel. Alafu story ya support, talk to your parents. If kabisa, wazazi ni wao kila kitu, wao lazima waseme. Na sasa siku moja utakuwa mzazi. Utajua vile kuna kuaga. Najua bado sijakuwa, lakini I know, I'm sure it's tough, Yes. That thing is tough. Najua mi hawa mafans wanataka kusikia last word ile. Dani Gift amekuja kwa studio, si atuache tu ile word yenye nikika hivi nitasema iwadisema Dani Gift kwa school edition, unaona? So anataka kusikia kutoka kwako hiyo ile last word yenye utawapea tu. When you talk about purity, it's purity inatoka kwa the root word pure. You know, when you talk about something pure ni kitu haina contamination. You know, haijakuwa kwa Kiswahili Mswahili haijanajisika, haijachanganyika. You know, it's something that is pure. So that means we are called to a place of being pure, even as young people, without being contaminated with issues. One, we are living in a world that is so much contaminated. You know, what we see, especially on social media, what we hear, what we listen to, you know, everything around us. We have a society that affects us negatively. But God is telling us, He's looking up to us to live in a way that is pure outside of all those contaminations. Yes. That means deep inside each and every one of us, we have the ability to resist any form of contamination. We have the ability to walk pure. And that ability is called the Word of God. Hide the Word of God in you, and I can assure you, you shall be able to overcome any contamination and walk in purity. Hey,
Okay. Wase, mimi saa vile tu nitashinda nikiwaambia mimi sina anything ya kusema tena. Unaona? Sina anything ya kusema. Nyinyi mmesikia yote. Ukoeni msanii, ukoeni mzazi, ukoeni studio, uko shule. Juu kuna wenye wanatu watch by the way wakiwa dining hall. Unaona? Wakiwa shule yani. Wakiwa shule. Wewe mwenyewe unatu watch, mwalimu umesikia. Kama mwanafunzi ako na talent, hebu mwambie kwanza asome. Dining hall saa hizi. Si unajua inakuanga cheni ya enta. Ile enta. Unaona? So wase mimi nataka tubanju kiasi na wimbo ya Danny Gift najua upo. Unaona? The only thing mimi naweza taka kuambia, thank you very much for joining us School Edition. It's an honor. Yes. Unaona, tunakuita, tunakualika, unakuja. We are really grateful. Thank you very much. All right, thank you. Najua upo. Na in case ya swali yoyote pia wasisahau ni Tutu 914 na pia upande wetu wa Facebook waende hapo wa like, yani waandike comment yao yako hapo hivyo, utuambie unawasiliana na sisi before aende. Na before ase tuingie kwa najua upo. Msanii yako sangi social media handles. Unaona? Hapo sangi social media handles. This is 20th century. Yes. So ni lazima mjue kwenye mtampata wenye mnataka, lakini ladies mlisikia vizuri. Married to one wife, one beautiful wife. Unaona? Yes. Kwa hivyo ukiingia kwa social media ni story na music. Kwa tatu ambe social media handles. Social media handles. Hiyo noma. Lakini usiogope kuingia kwa inbox, DM me. Bora uko na content positive, tutabonga. I'm always online. So ingia pale Instagram @DannyGiftKE. Twitter pia @DannyGiftKE. Unajua Prezo alisema ametoka Twitter, lakini juzi nilana ametweet akasema amerudi. So Twitter @DannyGiftKE. Facebook ni Danny Gift. Alafu pale YouTube ingia kwa YouTube channel yangu inaitwa Danny Gift, subscribe, ile notification bell, muziki mpya inakam. May God bless.